kujifunza neno la Mungu. Unafahamu katika mkoa wetu wakati unakuwa na mambo mengi, na nyakati hizi nyakati ambazo pia tunaelekea katika nyakati za sikukuu. Lakini nilipo kuwa na tafakari kwamba ni kitu gani ambacho tunaweza kujifunza leo, kuna kitu ambacho nataka nikushirikishe: jinsi ya kubatilisha waraka wa kifo. Hebu tuseme wote, jinsi ya kubatilisha waraka wa kifo. Sasa najua unapotaja kifo tayari mawazo ya watu yanakwenda katika kifo cha kimwili. Inawezekana hii ikawa ni sawa na wala hakuna shida juu ya hiyo, lakini nitakuonyesha kwamba unawezaje kubatilisha pia kifo. Kuna vifo pia vya kiroho, lakini ambacho nataka nishughulikie hasa kuna vifo vya aina mbalimbali. Watu wanaweza kawa ni marafiki kwa mfano, na baada ya kuwa marafiki kwa muda, baadaye unasikia urafiki wao umekufa. Watu wanaweza kawa ni wachumba kwa mfano, miaka miwili, miaka mitatu. Namkumbuka dada mmoja ambaye alikuwa na uchumba na kijana mmoja kwa miaka 8, wakiwa wanasoma, wanasubiriana kwenye mambo ya masomo, wamalize baadaye waanze kazi, lakini ghafla ule uchumba ukafa. Kuna ndoa pia, kuna watu ambao wameishi kwenye ndoa, na unajua mtu anakaa katika ndoa kwa miaka hata 6, 7, miaka 8, na wengine wanaanza katika hali ya ushindi wa kipekee sana, inakuwa ndoa ya kipekee. Yaani ndoa inafanyika, harusi inafanyika, yaani ni historia. Watu wanasema hakika ile harusi ilikuwa ya kipekee sana, na unajua wanasema hakuna harusi ambayo imefanyika hivi karibuni kama ile. Lakini harusi ile ikishafungwa, wanakaa miezi 3, miezi 6, mwanamke anashika ujauzito, ndoa inakufa. Na inakufa kabisa, inakufa kabisa. Kuna watu ambao hata akiwa na mtaji mkubwa vipi, akapewa afanyie biashara, atafanya biashara, ataanza vizuri, atafanya biashara kwa sababu mtaji ni mkubwa. Kadiri siku zinavyoendelea, baada ya muda ule mtaji utakufa na biashara itakufa. Kwa hiyo kuna nyaraka ambazo huwa zinatolewa katika ulimwengu wa kiroho, na hizi nyaraka tofauti ni kwamba kuna ambazo watu wanatembea nazo wenyewe. Sasa nataka tulione jambo hilo, na tuanze katika Samueli wa pili sura ya 11. Kwa hiyo ni somo ambalo ni muhimu sana, litakusaidia sana. Nimeona watu ambao hata katika mambo ya shule, anaanza form 1 anasoma vizuri, anakwenda form 2 anasoma vizuri, anaingia form 3, kabla haijamalizika form 3 tayari anaacha shule, mambo ya shule yanakufa. Hata katika vyuo kuna watu wanasoma mwaka wa kwanza chuoni, halafu baadaye wanaingia mwaka wa pili, kabla hajafika mwaka wa 3 mambo ya chuo yanakufa, na inabaki kuwa historia kwamba aliwahi kusoma. Samueli wa pili sura ya 11, tutasoma mstari wa 14. Sasa nataka tusome mstari kadhaa kwa sababu tunaweka msingi pale. Samueli wa pili sura ya 11 mstari wa 14 mpaka wa 21. Hata ikawa asubuhi, Daudi akamwandikia Yoabu waraka, akaupeleka kwa mkono wa Uria. Akaandika katika waraka huo kusema, mwekeni Uria mbele ya watu penye vita vikali, kisha ondokeni, mwache ili apigwe akafe. Ikawa Yoabu alipokuwa akiusuru mji, akamweka Uria mahali alipojua ya kuwa pana mashujaa. Watu wa mji wakatoka wakapigana na Yoabu,
na baadhi ya watu watumishi wa Daudi wakaanguka. Uria Mhiti naye akafa. Ndipo Yoabu akapeleka na kumwarifu Daudi habari zote za vita. Akamwagiza yule mjumbe akisema, ukisha kumpa mfalme habari zote za vita, itakuwa hasira mfalme ikiwaka, akakwambia, kwa nini mliukaribia mji namna ile ili kuupiga? Je, hamkujua ya kuwa watawapiga mishale toka ukutani? Ni nani aliyempiga Abimeleki mwana wa Yerubeshethi? Je, si mwanamke aliyemtupia jiwe la kusagia ila juu kutoka ukutani, hata akafa huko Tebesi? Kwani hukukaribia ukuta namna ile? Ndipo utakaposema, mtumishi wako Uria Mhiti amekufa naye. Asante. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Habari ambayo tumeisoma ni habari ya kipekee kidogo. Ni ya mfalme mmoja ambaye anaitwa Daudi, kati ya wafalme ambaye walipata kibali sana mbele za Mungu. Ni mfalme ambaye alikuwa wa kipekee sana katika Israeli. Baada ya Sauli, aliyefuata alikuwa ni Daudi ambaye alipakwa mafuta. Na unajua Daudi, Biblia ina habari nyingi za ajabu sana juu yake. Daudi, unapotafuta habari za watu ambao walipenda kumwabudu Mungu utamkuta. Ukitafuta habari za watu ambao walipenda kuimba utamkuta. Ukitafuta habari za watu ambao walipenda kutoa, Daudi utamkuta. Ukitafuta habari za watu ambao walipenda kufanya kazi ya Mungu utamkuta. Habari za watu ambao walipenda kwenda kanisani utamkuta. Mahali popote ambapo utamkuta. Lakini hapa katika habari ambayo tumesoma linaelezwa tukio la ajabu na la ambalo si la kawaida katika maisha ya Daudi. Na Biblia inasema ulikuwa ni wakati ambapo wafalme wanakwenda vitani. Katika yale mataifa nyakati zile, kuna wakati ambapo wafalme walikuwa wanakwenda vitani. Kila mwaka ukifika, wakati kama ule, mfalme hata kama alikuwa na kazi gani zozote zile, wakati ataacha atakwenda vitani. Na ndio maana katika sura ambayo tumesoma hapo, unapoangalia mstari wa kwanza, Biblia inasema hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya, wakati watokapo wafalme kwenda vitani, Daudi akampeleka Yoabu na watumishi wake pamoja naye na Israeli wote, wakawaangamiza wana wa Amoni, wakauhusuru Raba, lakini Daudi mwenyewe akakaa Yerusalemu. Hasa hapa kuna kitu ambacho nataka ukione kidogo. Walikuwa wafalme wote wanatakiwa kwenda vitani kila mwanzo wa mwaka mpya. Mwanzo wa mwaka ukifika, wafalme huwa wanakwenda vitani. Wakati wakifika vitani, wanaangalia vita ikoje, majemadari wakoje, wanawatia moyo wanajeshi wa kuchapa kazi. Wakati mwingine wanaingia kabisa katika mstari wa mbele wa mapambano, wanakwenda vitani. Ni wakati ambapo ulikuwa wafalme wanakwenda kuwatia moyo wapiganaji, kuwatia moyo wanajeshi, unaona, wakiwa katika maeneo mbalimbali ya vita. Hasa huu ulikuwa ni wakati huo ambapo Daudi alitakiwa pia kwenda vitani. Lakini maandiko yanasema kwamba yeye alimtuma Yoabu ambaye alikuwa jemadari wa jeshi, lakini pia akatuma wanajeshi wengine waende kwenye mapambano na vitani, ila yeye mwenyewe maandiko yanasema akakaa Yerusalemu. Yeye hakwenda, akakaa Yerusalemu. Na hili lilikuwa ni tatizo kidogo kwake, kwa sababu wanajeshi walikuwa vitani, taifa lilikuwa vitani, watu wote walikuwa vitani. Na unajua alipokaa Yerusalemu ni kama alikuwa hana kazi za kufanya au chochote kile. Hakwenda vitani wakati wafalme wote wamekwenda vitani. Na Biblia inasema kuna wakati ambapo alitoka akiwa juu ya gorofa ya nyumba yake. Ni kama alikuwa anakaa gorofani huko. Kwa hiyo akatoka akawa anatembea kule gorofani. Na alipokuwa anatembea gorofani, Biblia inasema kwa mbali, mimi nafikiri huyu mwanamke alikuwa ni mwanamke wa Uswahilini kule, kama wale ambao wanaishi Dar, wanawake ambao wanaishi Tanga na mambo mengine. Kule Dar na kule Tanga wao wanaweza wakajenga vyoo, lakini choo kinaweza kisipauliwe juu bati. Wakajenga huku pembeni, lakini juu wasiweke bati. Labda kilikuwa cha namna hiyo. Kwa mbali akiwa anatembea gorofani, kwa mbali akaona mwanamke akiwa anaoga. Kwa mbali kabisa
Na binti yule, mama yule alikuwa mzuri kwa sura, alikuwa mzuri kwa umbo, na alipomwona kwa mbali akiwa anaoga akashangaa. Akaita wafanyakazi watumishi wake, akawauliza, hivi ile nyumba ni nyumba ya nani ile? Naona kuna mwanamke anaoga pale. Ni ajabu kwamba aliendelea kumwangalia na kumwangalia na kumwangalia akiwa yule mama anaoga. Sasa nasema labda ni mabafu ya Uswahilini, kwa sababu kumwona mtu anaoga ndani ina maana kuna jinsi ambavyo bafu liko wazi, ingawa kuna sehemu ya kuoga. Iko hivyo. Mara nyingi nikiwa nasafiri, kwa mfano, huwa tunaweza tukafika kwenye mahoteli mbalimbali ambayo tunafikia ya kukaa, ama kwenye magesti ama kwenye loji. Kuna zile ambazo ni za ghorofa. Sasa ikitokea umepata ambayo ni ya ghorofa, labda ukakaa ghorofa ya pili ama ghorofa ya tatu juu kabisa, na dirisha labda likawa pembeni ya ukuta na mambo mengine kama, unaweza ukatoka kwa nje kwenye zile corridors zilizoko kule kama baraza ndogo, ukatoka kwa unaangalia mazingira kwa chini. Kwa hiyo unaziona nyumba ndogo ndogo zote kwa chini namna hii. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kilitokea kwa Daudi. Na unajua, alipomwona, kuna mtu akamweleza kwamba huyu ni mama fulani, ni mke wa fulani. Akataja yule mama kwamba ni mke wa mmoja wa wanajeshi wa Daudi ambaye yuko vitani. Sasa huyu Daudi, kwa sababu ya tamaa za kimwili, akaita kwamba akaitwe yule mama. Kwa hiyo yule mtumishi akaondoka na mambo mengine, akaenda mpaka kwa yule mama, akaenda akamwita yule mama. Na alipokuja kwa mfalme, unaposikia mfalme anakuita, unaposikia rais anakuita, kiongozi wa nchi anakuita. Kwa hiyo mama kwa unyenyekevu akaja, na akijua kwamba mumewe yuko jeshini, labda hata kuna habari fulani za kupewa kwa habari ya vita kule na mambo mengine. Kwa hiyo akaenda kwa Daudi, na alipokwenda, story hiyo ni ndefu, watu wengi wanaifahamu, sipendi kuirudia kwa sababu nimefanya hivyo kuweka msingi kwa ajili ya kile ambacho nataka nikwambie. Kwa hiyo alipokwenda kwa Daudi, Daudi alifanya mipango akazini naye. Huyu mama alifanya mipango akalala naye. Na unajua, huyu mama alikuwa mke wa mwanajeshi ambaye yuko vitani, anaitwa Uria Mhiti. Alikuwa yuko vitani. Sasa walipofanya uzinzi, yule mama akaondoka, akarudi nyumbani kwake, Daudi naye kabaki kwake. Sasa kwa sababu mara nyingi vile vitu ambavyo vinafanyika kwa wizi pale pale, automatic mimba ikashika. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mama akiwa nyumbani akagundua baada ya kama mwezi mmoja kwamba ni mjamzito, lakini akajua kabisa mume wangu yuko vitani. Mimba ni ya nani? Akajua mimba hii ni ya Daudi mfalme. Kwa hiyo alichofanya yule mama, akatuma watu na kumwambia kwamba waende wakamwambia mfalme Daudi kwamba yeye ni mjamzito. Unaona, yeye mama ni mjamzito. Na unajua, Daudi alipopewa zile taarifa, Biblia inasema kwamba inaonekana aliingia hofu fulani. Si kwamba anaogopa jela, hapana, kwa sababu yeye ni mfalme wa nchi. Unaona, si kwamba anaogopa kufungwa kwa sababu yeye ni mfalme wa nchi. Lakini Daudi alichokuwa anaogopa ni aibu, ni fedheha ambayo itatokea katika taifa, kwamba akafanya uzinzi na mke wa mtu, lakini pia na mwanajeshi, mke wa mwanajeshi ambaye yuko jeshini anapigania taifa, yuko jeshini anapambana, ametoa uhai wake kupambana kwa ajili ya taifa. Halafu wewe kama mfalme unafanya vitu vya ovyo na vya kijinga. Kwa hiyo Daudi akaogopa. Daudi akaona hiyo fedheha itatawala juu yake. Biblia inasema akatuma watu kule jeshini wakamwite mume wa yule mama, wakamwite Uria Mhiti. Na unajua, Uria akaenda kaitwa, na alipoitwa akaambiwa kwamba mfalme anakuhitaji, mfalme anakuita. Sasa alipokuja kwa mfalme kutoka vitani, wakaongea na mfalme, akamuuliza habari za kwako, mnaendeleaje? Habari za huko vitani, vipi huko mapambano yanaendeleaje? Wanajeshi wanaendeleaje? Yoabu jemedari naye anaendeleaje? Wakaongea mambo mbalimbali. Walipomwombea ongea, Daudi akamwambia arudi nyumbani kwake akanawe miguu yake. Yale maneno yanamaanisha arudi akaendelea na maisha ya kawaida, akalale kwake na mke wake na kile kitu. Daudi anataka kufunika ile dhambi. Sasa dhambi huwa haifunikwi.
Waweza ukaifunika kwa muda, lakini kuna wakati ambapo itakuwa wazi. Kwa hiyo akataka kufunika kwamba yule jamaa aende nyumbani kwake, alale na mke wake. Baada ya kulala na mke wake, ataondoka tena, atakwenda jeshini, ionekane kama alipolala na mke wake basi ndio mke wake amepata ujauzito. Anataka kuficha lile jambo. Na huyu ndugu akamwambia, hilo ni jambo gumu kidogo, mfano, kwa sababu ya maadili ya kazi nilionayo. Yaani wanajeshi wenzangu wako vitani, wanapambana kwa ajili ya taifa. Mimi nirudi nyumbani, nilale na mke wangu, nifanye mambo ya starehe, nile na kunywa kama vile nchi iko kwenye amani? Hapana, hilo jambo ni gumu. Ndio akamwambia, hapana, umetoka vitani, nenda nyumbani ukapumzike. Akaondoka mbele ya mfalme. Alipoondoka mbele ya mfalme, kwa nje kulikuwa na wafanyakazi ambao wanalala nyumba za nje huko. Kwa hiyo alipotoka hakwenda kwake, akakaa kule na wale wafanyakazi, wakaongea. Akamwambia, bwana, leo nitalala hapa. Akaa na wale wafanyakazi. Kwa nini bwana? Akamwambia, nimeona tu nipumzike hapa, japo mfalme kaniambia niende nyumbani, lakini nimeona nipumzike hapa bwana. Unajua taifa liko vitani, inabidi tuwaombee wanajeshi kule, inabidi kazi iende. Na unajua alilala pale mpaka asubuhi. Asubuhi ilipofika, mfalme akaambiwa kwamba Uria hakwenda nyumbani kwake jana. Uria amelala nje na wafanyakazi pale. Kwa hiyo mfalme akaona huyu ni jaribio la kwanza, likawa limeshindwa. Akafanya jaribio la pili, akaandaa sherehe kidogo, ile sherehe ya kifalme tu pale nyumbani. Unajua wafalme wao wakiamua kuandaa tafrija ama sherehe, wanaweza kuandaa ndani ya masaa mawili tu, maana kila kitu huwa kinakuwa kipo, ni mapambo tu yanawekwa sawa na kila kitu. Ikaandaliwa sherehe pale ya haraka, vikaletwa vyakula, lakini vikaandaliwa pia vinywaji, na vinywaji vikaandaliwa vya kila aina, kama ni bia, kama ni soda, kama ni juisi, kama ni, vikaandaliwa vinywaji vya kila aina. Na unajua walipokaribishwa wageni mbalimbali wa tofauti, wanaokunywa soda wanakunywa, wanaokunywa juisi wanakunywa, wanaokunywa bia wanakunywa, vyakula vya namna tofauti. Unajua kwa Uria kama mwanajeshi, na akiwa ametoka vitani, Daudi akatoa oda maalum kwamba huyo ni mwanajeshi, mpeni chochote ambacho anataka. Na unajua wakampa pombe, wakamlevya, wakampa pombe ya kutosha, na Daudi akahakikisha amekunywa vya kutosha. Na unajua akaona Sauli amelewa vya kutosha, akajua sasa pombe itampumbaza, itabidi aende nyumbani, kwa sababu pombe huwa inapumbaza. Pombe huwa inafanya watu wakati mwingine wanakuwa kama wajinga. Na ndio mtu anaweza kaenda hata kama ni baa, anakwenda na akili yake vizuri na mambo, anakaa pale. Akishapiga moja ya moto, moja ya baridi, akiongeza nyingine, tayari lugha inabadilika, mwendo unabadilika, maongezi yanabadilika, kila kitu kinabadilika. Mtu mmoja aliniambia pombe huwa ina muunganisho pamoja na uzinzi. Ukisha kunywa bia 2-3 ukaanza kulewa, unaanza kutamani wauza baa wote. Bwana asifiwe sana. Wote wauza baa unatamani kama watakuwa wake zao. Kwa hiyo Daudi akajua huyu jamaa kalewa, na kwa kalewa akatuma watumishi sasa, msaidie Uria, mwambie aende nyumbani kwake akalale na mambo mengine. Sasa wakaja wakamwambia Uria, simama mzee, simama, mfalme amesema tukusindikize nyumbani na mambo mengine. Na Uria pamoja na pombe yake hiyo, pamoja na hiyo hali, unajua yeye alikuwa ni Uria Mhiti. Unajua alikuwa Mwisraeli, ujue. Unajua yeye alikuwa mtu wa mataifa. Wahiti ni watu wa mataifa. Alikuwa mtu wa mataifa ambaye amejiunga katika Israeli, labda alikuwa na uraia wa Israeli. Kwa hiyo alikuwa mtu wa kipekee kidogo, pamoja na kwamba ni mtu wa mataifa, pamoja na kwamba amepewa pombe na mlewa, akanywa akalewa na mambo mengine. Labda alikuwa anaongea tu namna hii, unasemaje? Sasa tumeambiwa tukusindikize. Sasa nani aende nyumbani wewe? Taifa liko vitani, watu wanapigana, mimi niende nyumbani? Hebu niacheni, mtu asinsogelee. Bwana asifiwe sana. Na akasema Uria, ni mfalme amesema, mwambieni mfalme Daudi kwamba mimi pia sheria za Mungu nazijua. Taifa likiwa vitani ni vitani, mimi ni mwanajeshi. Mwambieni Uria, mwambieni Daudi, maadili ya kijeshi mimi nayajua, sitakwenda nyumbani. Bwana asifiwe sana.
Jaribio la pili la Daudi lilishindwa. Uria alikuwa ni mtu wa kipekee kidogo. Jaribio la pili likashindwa. Sasa twende kwenye jaribio la tatu ambalo lilifanikiwa, lakini nitakwambia shida yake iko hivi. Daudi akamwita Uria wakati wa pombe zimekwisha, akaketi naye, na alipoketi naye akaandika waraka. Akaandika waraka, ni kama barua, ni kama maelezo. Akamwandikia Yoabu ambaye alikuwa mkuu wa majeshi kule vitani. Akamwandikia barua, na ile barua aliyomwandikia akaandika pamoja anwani, alafu akaandika pamoja na salamu, mwekeni Uria mbele katika vita, mahali penye mapigano makali, ili auawe. Jaribu kufikiri hayo maneno. Ni maneno mabaya, lakini Daudi kwa sababu alikuwa mfalme, kwa sababu ya nafasi aliyonayo, akaona kwamba anaweza kufanya chochote, na ilikuwa inaonekana kama Mungu amenyamaza. Ilikuwa inaonekana kama uzinzi wake na yale anayofanya kama Mungu kanyamaza. Unajua, alipofanya hivyo akaandika waraka, akafunga ile barua, na alipomaliza kufunga ile barua akampa Uria Mhiti, akamwambia sasa, rudi vitani, ukifika wasalimie sana, mwambie Yoabu pia ninamsalimia, waendelee kulipigania taifa na mambo mengine kama hayo. Halafu utakapomaliza umpe hii barua, umpe Yoabu hii barua. Na Uria akabeba ile barua. Barua aliyobeba Uria ilikuwa imeandikwa hivi: mwekeni Uria mbele, mahali penye mapigano makali, ili auawe. Jaribu kufikiri. Ni waraka wa ajabu, lakini Uria aliubeba mwenyewe. Uria alikuwa anatembea nao yeye mwenyewe. Labda akikaa mahali kama ni kwenye basi, Uria yuko na huo waraka ambao unatangaza kifo chake. Kama ni mahali ambapo anaingia kwenye hoteli ili kula, akiwa anakula waendelee na safari, alikuwa na ile barua, kwa sababu ni barua ya kifalme. Alikuwa anailinda, alikuwa yuko nayo. Na unajua, alipofika salama kule wanajeshi walipo, alikuwa na ile barua. Na unajua, hakuifungua, hakuisoma au chochote, lakini ulikuwa ni waraka wa ajabu, kwa sababu huu waraka ulikuwa umeandikwa: mwekeni Uria Mhiti mahali penye mapigano makali vitani, ili auawe. Ni waraka ulikuwa unatangaza kifo chake yeye mwenyewe. Waraka ulikuwa unatangaza habari zake, kwamba yeye mwenyewe, laiti angelikuwa mwanajeshi muasi, angeweza kuichana barua, angeweza kuisoma kabla, labda asingeifikisha, labda angeichana chana, labda asingekwenda vitani, labda angeamua kutoroka jeshi na kwenda nchi nyingine au chochote. Lakini hakuwa hivyo. Uria alikuwa ni mtu ambaye amebeba waraka, lakini ulikuwa waraka wa kifo chake. Ulikuwa waraka ambao utamuua yeye mwenyewe, lakini Uria ndio waraka ambao alikuwa amebeba. Biblia inasema wazi, akafika kule eneo ambalo lilitakiwa katika maandiko ambayo tumeyasoma. Twende pale tena mstari wa 14. Biblia inasema hata ikawa asubuhi, Daudi akamwandikia Yoabu waraka, akaupeleka kwa mkono wa Uria. Akaandika katika waraka huo kusema, mwekeni Uria mbele ya watu penye vita vikali, kisha ondokeni, mwache ili apigwe akafe. Angalia, amemwita Uria, anaongea naye, anamwandikia Yoabu. Waraka umeandikwa mwekeni Uria. Haya maneno ni ajabu. Akaandika katika waraka huo kusema, mwekeni Uria mbele ya watu penye vita vikali, kisha ondokeni, mwache apigwe akafe. Daudi aliona njia pekee ya kuondokana na aibu. Daudi aliona njia pekee ya kuondokana na tatizo. Daudi aliona njia pekee ya kuondokana na shida ambayo ilikuwa inamkabili. Ilikuwa ni hii, kwa sababu aliogopa macho ya watu, kwa sababu aliogopa fedheha, kwa sababu aliogopa aibu, na kwa sababu hiyo akaandika waraka huo. Unaposoma mstari wa 16, kikawa Yoabu alipokuwa kwenye mstari wa 15, hapo ndipo alipoandika kwenye mstari wa 16, ikawa Yoabu alipokuwa akiuhusuru mji, akamweka Uria
mahali alipojua ya kuwa pana mashujaa. Mstari wa 17, watu wa mji wakatoka wakapigana na Yoabu, na baadhi ya watumishi wa Daudi wakaanguka. Maana yake ni kwamba wakafa. Uria Mhiti naye akafa. Sasa angalia, kuna kitu kinafanyika hapa kwa Yoabu. Yoabu alijua iko shida fulani. Alipoweka mahali kwenye vita vikali, mahali penye mashujaa, aliweka watu wengi pale kupambana, ili Uria asibe tu peke yake. Na kwenye mapambano yale, angalia, sio Uria tu alikufa, na baadhi ya watu mashujaa walianguka katika tukio lile, walikufa pia katika tukio lile. Wakati mwingine nyaraka ambazo tunabeba kwa ajili ya vifo, nyaraka ambazo zinabeba kwa ajili ya kifo chako, kwa ajili ya kifo cha biashara, kwa ajili ya kifo cha kazi yako, kwa ajili ya kifo cha ndoa yako, wakati mwingine chaweza kuathiri pia watu wengine wakafa. Na ndio maana biashara yako inapokufa, kuna watu ambao watakosa huduma, lakini pia kuna wafanyakazi ambao umeajiri watakosa kazi. Kile ambacho unafanya, kama ni ndoa pia, inapokufa ndoa, ujue kwamba wewe utapata shida na familia, koo zenu zitapata shida, kwa sababu wakwe watajisikia vibaya wa pande zote. Lakini sio hivyo tu, watoto mliozaa watajisikia vibaya, kwa sababu hawajui wakaishi na baba, hawajui wakaishi na mama, hawajui wakae wapi. Kuna watu wanaathirika. Sasa Yoabu alipeleka hilo makusudi, kaweka mashujaa wa Daudi mbele katika mstari wa vita, akamweka Uria pale pia, ili mapambano atakapotokea wanaoanguka waanguke. Biblia inasema wakaanguka baadhi ya watu. Walipoanguka, na Uria naye akafia pale. Unaona, ndipo kwenye mstari wa 18 Yoabu akapeleka akamwarifu Daudi habari zote za vita. Angalia, akamwagiza yule mjumbe akisema, ukiisha kumpa mfalme habari zote za vita, ikawa hasira yake mfalme ikiwaka, akakwambia, kwa nini mliukaribia mji namna ile ili kuupiga? Je, hamkujua ya kuwa watapiga mishale toka ukutani? Ni nani aliyempiga Abimeleki mwana wa Yerubbasheti? Je, si mwanamke aliyemtupia jiwe la kusagia la juu kutoka ukutani hata akafa huko Tebesi? Kwani kukaribia ukuta namna ile? Ndipo utakaposema, mtumishi wako Uria Mhiti amekufa naye. Bwana asifiwe sana. Yoabu ni kati ya majemadari walikuwa na akili sana, walikuwa na akili sana. Kuna matukio mengine mbalimbali, hata kuna wakati ambapo mtoto wa Daudi alipopambana na Daudi baba yake, watu wengi walikuwa nakufa na mambo mengine, na alifanya majaribio mbalimbali, na yule mtoto pia akauawa vitani. Alipokufa vitani, Yoabu Daudi alipopiga kelele, alimwambia, taifa linaangamia, taifa linakufa kwa sababu ya mtoto wako. Unaona kama ni kitu cha kawaida. Unaona, alimwambia wazi Daudi. Alikuwa ni jemedari wa kijeshi wa ajabu. Kwa hiyo akamtuma mtu kwenda kwa Daudi ili kupeleka habari, na alipomtuma akamwambia, we mwambie tumefika mahali mapambano yalikuwa ni makali, vita ilikuwa ni kali kwa kweli. Tumeingia pale katika vita, tulipokuwa tunapigana, wale watu walituzidi kidogo. Walipotuzidi, kuna baadhi ya wanajeshi wamefia vitani. Wanajeshi wamekufa, hata kikosi namba fulani nusu yake wamekufa, kikosi namba fulani nusu yake wamekufa. Lakini pia anasema, wakati ukiongea na mjua Daudi, kwa sababu Daudi pia ni jemedari wa kijeshi, na mjua hasira yake itapanda. Hata sema, kwa nini mnafanya hivyo? Mmepeleka wanajeshi mahali pa hatari. Je, hamjajua kwamba wanaweza kauawa? Nani alimuua mtu fulani, mtu Abimeleki? Je, si mwanamke ambaye alitupa jiwe kwa ukutani likamwangukia? Kwa nini mmefanya hivyo? Utakapoona Daudi anapiga kelele, mwambie, na mtumishi wako Uria naye amekufa. Bwana asifiwe sana. Na mtumishi wako Uria naye amekufa. Alikuwa anatuma ujumbe maalum, atakapopiga kelele, kwa nini mashujaa wengine wamekufa, mwambie na Uria naye amekufa. Yoabu anamtumia Daudi ujumbe kwamba unapotaka Uria peke yake afe, hilo jambo lina hatari. Kuna wanajeshi wengine, kuna mashujaa wengine watakufa pia. Ni ujumbe alikuwa anatuma. Na unajua, yule mtu akaenda akamwambia Daudi, na alipomwambia kweli, Daudi akapiga kelele. Ukiendelea hizo habari,
Daudi akapiga kelele vile vile kwamba nyie majemedari gani nyie wa kijeshi, mnapeleka watu mahali pa hatari, yaani jeshi liwawe hivi hivi hivi. Mnajua thamani ya mwanajeshi mmoja anapokufa? Hivi mnajua kuandaa mwanajeshi mmoja mpaka awe mwanajeshi? Wakati Daudi anapiga kelele, akaambia mzee, ndio hivyo ilivyokuwa, ila pia Uria Mhiti amekufa. Daudi aliposikia hayo maneno kwamba na Uria amekufa, ni mtego wake wa tatu, ni jaribio lake la tatu. Jaribio la kwanza lilishindwa, jaribio la pili lilishindwa, hili la tatu amempata Uria. Kwa hiyo aliposikia kwamba Uria amekufa, basi Daudi, unajua ukiendelea, akamwambia okay, sasa mwambie Yoabu asifadhaike sana. Mwambie Yoabu kwamba vita ndivyo ilivyo. Vita ukipiga unaweza ukaua, unaweza ukauawa. Mwambie Yoabu kwamba ajipe moyo, awatie moyo wanajeshi waliobaki, tuendelee kupambana mpaka tushinde. Msiogope, ninyi ninaoamini mnapokuwa vitani. Akamwambia maneno ya kutia moyo. Na unajua baada ya maneno yale ya kutia moyo, Biblia inasema ya kwamba yule mwanajeshi akaondoka. Alipoondoka, yule mama aliyefiwa na mume wake Uria akaomboleza. Alipoomboleza, alipomaliza maombolezo, alipokuwa amemaliza maombolezo, Daudi akatuma watu kwake, akamchukua akawa mkewe, ili sasa huyo mtu atakayezaliwa, yani afunike yote kwamba nimezaa naye, maana ni mke wangu au chochote kile. Sasa haya mambo Daudi aliyafanya akiwa kifichoni, na unajua katika mazingira ya kawaida Daudi aliona kama vile Mungu haoni. Daudi aliona kama vile Mungu hasikii. Daudi aliona kama vile Mungu anamchukulia tu vyovyote, kwa sababu anampenda, kwa sababu anamjali. Lakini kwenye maandiko ambayo tumesoma, ukisoma mstari wa mwisho pale chini kwenye mstari wa 27, Biblia inasema hata maombolezo hayo yalipokwisha, Daudi akatuma mtu akamtwaa, akamtia nyumbani mwake, naye akawa mkewe, akamzalia mwana. Lakini jambo lile alilolitenda Daudi likamchukiza Bwana. Bwana asifiwe sana. Alikuwa anaona kama mambo ni shwari, na wakati mwingine kuna mambo ambayo tunafanya tunaona kama kila kitu ni shwari, lakini angalia mwishoni, jambo lile alilolitenda likamchukiza Bwana. Yoabu alibeba waraka wa kifo chake yeye mwenyewe. Hebu sema hayo maneno, sema katika jina la Yesu, sema katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu ninakataa kubeba waraka wa kifo changu. Ninakataa kubeba waraka wa kifo cha biashara, wa kifo cha kazi yangu, wa kifo cha huduma yangu, wa kifo cha ndoa yangu, wa kifo cha kampuni yangu, kwa jina la Yesu. Wa kifo cha maisha yangu, kwa jina la Yesu ninakataa kila waraka ulioandikwa na mizimu. Ninakataa kila waraka ulioandikwa na waganga. Ninakataa kila waraka ulioandikwa na wachawi. Ninakataa kila waraka ulioandikwa na mapepo. Ninakataa kila waraka ulioandikwa na majini kwa jina la Yesu. Tunataka tubatilishe chochote ambacho kinaweza kikaua hatima yako. Hatima yako ni ya kipekee, lakini inaweza kuuawa. Juzi kwenye mkesha mmoja wa wahubiri ambao alifundisha, alizungumzia hatima inaweza kucheleweshwa, hatima inaweza kuuawa, hatima inaweza. Wacha nikupe mfano miwili itakayokusaidia ama mitatu. Kwenye mfano wa kwanza, kuna binti mmoja aliolewa anaitwa Esther katika Biblia. Na kwa wanaoandika, andikeni. Sasa nachelea kwa ajili ya muda, labda nisome kila andiko, lakini naweza nikakupa hayo maandiko. Esther sura ya 3. Esther sura ya 3 mstari wa 13 mpaka wa 15. Huyu binti anaitwa Esther aliolewa katika nchi moja. Alipoolewa katika ile nchi, labda twende pale Esther sura ya 3. Twende pale. Nitasoma tu mwenyewe kwa ajili ya kuokoa muda. Esther sura ya 3. Nataka uone hizi nyaraka, huwa nyaraka za ajabu sana ambazo zinapotembea kwenye maisha ya mtu zinaweza kuathiri hatima yake au chochote kile ambacho
amekuwa akifanya. Esta sura ya 3, nadhani utakipata kitabu hicho. Esta sura ya 3 mstari wa 13, twende pale. Baada ya kitabu cha Nehemia, kinachofuata ni cha Esta. Esta sura ya 3 mstari wa 13, tunasoma maneno haya katika kitabu hichi cha Esta. Barua zikapelekwa, Esta sura ya 3 mstari wa 13, barua zikapelekwa kwa mikono ya matarishi mpaka majimbo yote ya mfalme kuwaangamiza Wayahudi wote na kuwaua, kuwaangamiza Wayahudi wote na kuwaua, na kuwafisha vijana kwa wazee, watoto wachanga na wanawake pia, siku moja, yaani siku ya 13 ya mwezi wa 12, ndio mwezi wa Adari, na kuyachukua mali yao kuwa nyara. Mstari wa 14, nakili ya andiko ya kupigwa mbiu katika kila jimbo ilitangazwa kwa mataifa yote wawe tayari siku ile ile. Mstari wa 15, matarishi wakaondoka wakaenda haraka kwa amri ya mfalme kupiga mbiu huko Shushani ngomeni. Mfalme na Hamani wakaketi ili kunywa divai, bali mji wa Shushani ukafadhaika. Hebu nikwambie hii habari kidogo. Tunafahamu habari za Mordekai katika Biblia, ambaye aliacha kusujudu na kunyenyekea kupiga magoti mbele ya Hamani, na Hamani alipokasirika, alipoghadhibika kwa sababu ya chuki zake binafsi tu, kwa sababu anataka kusujudiwa na watu hawajapiga magoti kumsujudia, hasa Mordekai hajapiga magoti kumsujudia. Biblia inasema alimshawishi mfalme kwamba kuna taifa moja ambalo liko katikati ya majimbo yako, kwenye Esta 3:8, liko katikati ya majimbo yako. Hilo taifa halichukuliani na sheria zetu, ni taifa la ajabu kidogo, ni watu wa tofauti kidogo, mienendo yao ni tofauti, ibada zao ni tofauti, kila walifanyalo ni tofauti. Na unajua kwenye Esta 3:8 Biblia inasema aliposhawishi hilo, Esta 3 mstari wa 8, Biblia inasema hivi: basi Hamani akamwambia mfalme Ahasuero, kuna taifa moja waliotawanyika na kukaa mahali katikati ya mataifa walioko katika majimbo yote ya ufalme wako, nao sheria zao zimefarakana na sheria za kila taifa, wala hawazishiki amri za mfalme. Kwa hiyo haimpasi mfalme kuchukuliana nao. Angalia hayo maneno, alipopeleka maneno hayo ya uchochezi, mfalme akampa mamlaka yeye, kwamba yeye afanye kila njia anayojua au chochote. Sasa Hamani kwa mamlaka alionayo akaandika waraka, akaandika barua, na ile barua akaandika hivi: kwa majimbo yote na kwa mkono wa mfalme tunaandika haya maandishi leo, kwamba itakapofika mwezi wa 12 siku ya 13, yani ilikuwa mwezi kama huu, tarehe 13, itakapofika mwezi wa 12 tarehe 13, basi muaue Wayahudi wote popote walipo. Yeyote ambaye ni Myahudi auawe, na mkisha kuwaua na kuangamiza, mali zao, nyumba zao, biashara zao, kazi zao, mashamba yao na chochote kichukueni kuwa nyara. Na hii barua, ngoja nikwambie kitu kimoja, iliandikwa mwezi wa kwanza. Kwa maneno mengine, ilipoandikwa hii nakala, zikatolewa nakala, na hizi nakala zote zikagongwa muhuri wa mfalme, zitawanyishwe kwenye majimbo yote katika ile nchi. Na hiyo barua ilipotawanyishwa kila mahali, ikafika pia Shushani, kule ambako Wayahudi wengi wanaishi. Na unajua ilipofika, imeandikwa waraka kutoka kwa mfalme, kila mtaifa na kila mtu aupokee waraka huu. Ikapigwa na mbiu kwamba itakapofika tarehe fulani, mwezi fulani, kila mmoja na washambulie Wayahudi wote na kuwaua, na mali zao mzichukue kuwa nyara. Angalia waraka huu ukatembea, na ulipotembea kila jimbo likausoma, kila jimbo likaupokea, kila jimbo, wakuu wa majimbo, wasaidizi wao, kila mmoja akauona. Kwa hiyo wana wa Israeli wakawa wanatembea, lakini wameshaandikiwa kifo,
wakawa wanatembea, lakini wakati wote wataangamizwa. Wakawa wanatembea, lakini wakati wote watauawa. Lakini muujiza ulitokea, na baadaye nitakwambia kwa sababu waraka ulibatilishwa. Kama tunavyosema leo ya kwamba twaweza kubatilisha nyaraka za kifo kwa jina la Yesu. Twaweza kuzibatilisha. Haijalishi Hamani wako ni nani. Hamani anaweza kawa mchawi. Hamani anaweza kawa yale ya mamizimu ya kwenu. Hamani anaweza kawa vile mitambiko uliofanyiwa vibaya utotoni. Hamani anaweza kawa yule ambaye ni adui yako. Lakini ngoja nikwambie, Hamani huyu alianguka. Hamani wako pia ataanguka kwa jina la Yesu Kristo. Hamani wako pia ataanguka. Hutakufa, utaishi na utayasimulia matendo ya Mungu aliye hai. Kazi yako haitakufa, biashara yako haitakufa, mtaji wako hautakufa, ndoa yako haitakufa, uchumba wako hautakufa, watoto wako pia hawatakufa, wataishi kwa jina la Yesu Kristo. Wote hawatakufa, wataishi. Mungu atakupa kuyaona mema mpaka uzao wa 3 na 4 wa maisha yako. Watoto wako utawaona, wajukuu zako utawaona, vitukuu vyako utaviona, na vilembwe utaviona. Maana nyaraka za kifo tunazibatilisha kwa jina la Yesu Kristo. Hizo nyaraka zilizoandikwa kila mtu akifika miaka 40 wa ukoo huu atakufa, tunazibatilisha leo kwa jina la Yesu leo. Wacha nikupe mfano wa pili kwa wanaoandika peke yao. Isaya 38 mstari wa 1 mpaka wa 5. Isaya 38 mstari wa 1 mpaka wa 5. Hapa twamzungumzia mfalme mmoja ambaye anaitwa Hezekia. Na huyu mfalme Hezekia alikuwa anaumwa. Na unajua alikuwa anaumwa ni ugonjwa tu. Na ugonjwa wake ulikuwa kawaida. Kwenye maandiko mengine na vitabu vingine vinautaja kwamba alikuwa na majipu tu. Na unajua alikuwa anaumwa. Na alipokuwa anaumwa Hezekia, Biblia inasema Isaya nabii, mtumishi wa Bwana, mpakwa mafuta. Mimi najaribu kufikiria wakati mwingine huyu Isaya naye ni habari gani alikuwa anapeleka hizi. Unajua Isaya akaenda kabeba Biblia yake na magombo yake ya chuo, labda kavaa macheni yake ya kinabii, labda kavaa na likanzu lirefu linaloburuzika kule chini. Labda alikuwa pia na fimbo ya mkongojo wa kinabii anatembea naye. Na unajua kaenda kabisa nyumbani kwa Hezekia. Hezekia alikuwa kitandani, yule mzee alikuwa anaumwa pale. Na alipokuwa anaumwa akashangaa tu nabii amekuja. Akamwambia mtumishi wa Bwana, karibu sana. Akamwambia vipi, unajisikiaje? Akamwambia hali yangu haiko vizuri. Kwa kweli ninaumwa. Kwa kweli hii hali imekuwa si ya kawaida. Usiku ninakuwa na homa kali, mchana ninakuwa kama nafuu, lakini kwa kweli ninaumwa na mambo mengine. Isaya yuko pale, nimekuja hapa kwa neno la Bwana. Sasa sikiliza, tengeneza mambo ya nyumba yako, kwa sababu hakika kama ni kufa utakufa. Bwana asifiwe sana. Hebu jaribu kufikiri, nabii mtumishi wa Bwana anakuletea ujumbe kama huu. Jumbe zatakiwa ziwe za kujenga, kutia moyo na kufariji. Bwana asifiwe sana. Hezekia yule mzee akamtazama. Nafikiri alikuwa anajua hii siri ya kubatilisha. Alikuwa anajua hii siri. Akamwambia okay, nimekusikia. Umenisikia? Nimekusikia. Tengeneza hilo neno la Bwana. Na unajua mimi mpaka mafuta wa Bwana. Nipakwa mafuta kwa ajili ya huduma hii. Mzee Hezekia akamwambia sawa. Isaya akatoka. Anajua nimepeleka neno la Bwana kama jinsi Mungu amesema. Lakini yule mzee Hezekia alijua naweza kubatilisha, akageukia ukutani. Alipogeukia ukutani, pale kitandani, akiwa anaumwa pale, akiwa na yale majipu pale, labda akiwa amechomwa zile sindano pia, labda akiwa amemeza vile vidonge pia, akageukia akasema na Bwana. Na ndio maana nitakwambia muda mfupi jinsi ya kubatilisha. Akasema na Bwana. Maandiko yanasema akazungumza, akalia, akaongea na Bwana. Na Isaya ambaye alipeleka neno la mauaji mwanzoni, la vifo mwanzoni, yeye akapata neno la kurudi kuja kubatilisha, kutengua kifo. Yeye mwenyewe, yeye ambaye alitoa hizo habari, yeye ambaye alileta hizo habari mbaya, ndiye yeye ambaye ametumwa aje atengue. Maombi yangu ni kwamba wale wanaotamka mabaya juu yako, hao watumike kutengua hayo mabaya kwa jina la Yesu Kristo. Wale ambao wanaonekana kuwa adui zako, hao watumike kutengua hayo mabaya yao. Niliwaambia watu ambao wamekuja katikati ya wiki, wakati Yusufu walipomtupa katika lile shimo, walipomtupa
walipomtupa kwenye kisima, kile kisima kilikuwa kirefu, kile kisima kilikuwa hakina maji, lakini ni kirefu. Alikuwa mtoto mdogo tu, kwa kweli aliangalia kisima ni mbali, alijua hapa sasa mimi ndio nimekufa, alijua hapa mimi ndio mwisho wangu umefika. Lakini unajua Waishmaeli walipokuja wakaona wanaweza wakamuuza Yusufu wakapata pesa. Wao waliomtupa kwenye shimo ndio wao waliokwenda kumtoa ili wamuuze kwa Waishmaeli. Wao wanaokutendea mabaya, hao watumike kutangaza mema juu yako. Hao hata kama ni mganga wa kienyeji, hata kama ni mchawi, yeye anayetumika kuloga wanao, yeye atumike kutangaza baraka mpya kwamba wewe ni mbarikiwa. Isaya alipeleka neno la kifo. Isaya alipeleka neno la kubadili mwelekeo. Miaka 15 mipya ikaongezwa. Watu wa Betheli, miaka mipya ya nyongeza ije kwenu kwa jina la Yesu Kristo. Ile miaka ambayo Bwana amekupangia, kama ilikuwa 70, miaka mingine 15 iongezeke juu ya maisha yako. Kama ungeishi miaka 80, miaka 15 mingine iongezeke kwa jina la Yesu Kristo. Isaya alikwenda kubadilisha yeye mwenyewe. Unaweza kubadilisha. Ngoja nikupe mfano wa mwisho, ni ule wa Yusufu ambao nimesema habari zake. Chuki, wivu wa ndugu zake ulifanya wakamwona kwa mbali. Nilikwambia katikati ya wiki walimwona kwa mbali, na walipomwona kwa mbali wakaambiana, yule jamaa mzee wa ndoto anayejifanya ni wa maono, anayejifanya ni soloist kanisani, anayejifanya ni mwimbaji mashuhuri, yule anakuja sasa. Akifika hapa tumue, au unasemaje? Wakaulizana wote wakakubaliana, tutamua. Kwa hiyo Yusufu akawa anatembea. Yusufu alikuwa anakuja kwao, lakini ameshatangaziwa kifo. Yusufu alikuwa anakuja kwao, lakini ameshatangaziwa kifo. Lakini sikiliza, Yusufu alikuwa ni mota ndoto, na mota ndoto mahali popote huwa hafi. Mota ndoto mahali popote hafi. Yeye mwenye maono makubwa hata kufa kabla maono yake kutimia. Unajua Yusufu akaja, alipokuja katikati ya ndugu zake walikuwa wanamwona pale, lakini ameshatangaziwa kifo. Lakini sikiliza, badala ya kufa yeye aliondoka na kwenda kuwa waziri mkuu katika nchi ya Misri. Hata wewe badala ya kufa utakwenda kwenye mambo makuu zaidi. Badala ya biashara yako kufa, itakwenda kwenye viwango vingine zaidi. Badala ya uchumba huo kufa, utakwenda kwenye harusi yenye mafanikio. Inawezekana. Kwa hiyo ni muhimu sasa wote tufahamu kwamba ninapozungumzia kubatilisha waraka wa kifo, nafikiri tunakwenda pamoja sasa. Kuna vifo vya kimwili, kuna vifo vya kiroho, vyote waweza kuvibatilisha. Lakini kuna kifo cha kazi yako, waweza kukibatilisha. Kuna kifo cha ndoa yako, kuna kifo cha biashara, kuna kifo cha kampuni, kuna kifo cha huduma, waweza kukibatilisha. Inawezekana. Ngoja nikwambie kitu kimoja, maisha huwa ni kuamua. Maisha huwa ni kuchagua. Unaweza kuchagua kuwa hai. Unaweza kuchagua kazi yako iwe hai. Waweza kuchagua biashara yako iwe hai. Waweza kuchagua huduma yako iwe hai. Maisha ni kuchagua. Sikiliza nikwambie, unajua tuweza kubatilisha vifo. Kwenye maandiko kuna watu hawakufa. Kwenye Biblia kuna watu hawakufa. Henoko tunaambiwa alikwenda pamoja na Mungu, hakufa. Elia alikuwa mwaminifu katika huduma, hakufa. Mwingine alikuwa ni Melkizedeki, yeye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu, hana mwanzo hana mwisho, hakufa. Yaani unaweza kuchagua kuwa hai. Waweza kuchagua nyumba yako iwe hai. Waweza kuchagua huduma yako iwe hai. Unaweza kuchagua. Inawezekana. Na ndio maana mtunza Zaburi akasema, sitakufa nitaishi, nami nitasimulia matendo ya Mungu aliye hai. Waweza kuchagua. Unaona kwa mfano mambo ya uzinzi. Uzinzi unaonekana kama ni kitu cha kawaida. Lakini ngoja nikwambie, niliwahi kusikia habari ya mtu mmoja ambaye ni mfanyabiashara. Alikuwa mfanyabiashara mkubwa sana, mama mmoja. Na alikuwa na pesa nyingi, mabilioni ya shilingi katika biashara zake. Na alikuwa anakwenda vizuri, alikuwa Mkristo mzuri. Lakini wakati fulani akaingia kwenye mtego
wa uzinzi. Alipoingia kwenye mtego wa uzinzi, yani unaambiwa ilikuwa kama amevaa maroho fulani, kwa sababu biashara zake zilianza kuporomoka moja baada ya nyingine, moja baada ya nyingine, mpaka yule mama akafilisika kabisa. Kuna maroho huwa unaweza ukayavaa au ukayapata kwa sababu ya aina ya watu unaoshirikiana nao, hivyo tu. Kwa hiyo sasa, kwa ajili ya muda, hebu nikwambie jinsi ya kubatilisha haraka haraka. Jinsi gani ya kubatilisha? Jambo la kwanza kabisa, jambo la kwanza, kwa kutubu na kuomba. Kutoka 10:16 ilisha, Kutoka 10:16 mpaka 19, kwa kutubu na kuomba. Hili ni jambo la kwanza muhimu. Hebu sikiliza nikwambie, kati ya vitu ambavyo ni vya kipekee sana na ni vizuri katika Biblia, havina hasara, ni toba. Kule kutubu, kumwambia Mungu nimefanya dhambi, kumwambia Mungu nimekukosea. Yaani toba ni ya kipekee. Toba ndio kati ya mambo ambayo si mabaya, hata kama inakubidi ulifanye kila siku, lifanye tu. Kutubu na kuomba msamaha ni jambo ambalo ajabu sana, ni ya kipekee. Elisha, umeshafika na kusubiri. Kutoka 10, twende pale 16. Farao, nchi ilishaingia katika matatizo na vifo vilikuwa vinatawala kila mahali sasa, na akakiona kifo kimekuja mbele yake. Sikiliza. Kutoka 10:16 anasema, ndipo Farao akawaita Musa na Haruni haraka, akasema, nimemfanyia Bwana dhambi Mungu wenu, nimemfanyia Bwana dhambi Mungu wenu, na ninyi pia, na ninyi pia. Basi sasa nawasihi, nisameheni dhambi yangu mara hii moja tu, mkamwombe Bwana Mungu wenu, mkamwombe Bwana Mungu wenu aniondolee kifo hiki tu, aniondolee kifo hiki. Bwana asifiwe sana. Aniondolee kifo. Farao ni wajabu sana. Kati ya wafalme jeuri ambao walikuwepo wameshawahi kutawala hii dunia ni Farao. Lakini hapa ananyosha mikono, anamwambia Musa, nimefanya dhambi mbele za Mungu, lakini pia nimefanya dhambi mbele yenu. Ninaomba mniombee kwa Mungu, maana mimi sijaokoka jamani. Naomba mniombee kwa Mungu ili anisamehe dhambi hizi, ili anisamehe makosa haya na kuniondolea kifo hiki. Kwa hiyo inawezekana hatuna muda wa kutosha hapa kufanya kila jambo ambalo nitakwambia kwa ajili ya kubatilisha, lakini hili lilibatilisha. Farao yeye alibaki kuwa hai, mapito yalitokea, lakini yeye alibaki kuwa hai. Kwa nini? Kwa sababu ya toba hii. Kwa nini? Kwa sababu ya kuomba msamaha na kuombewa mbele za Mungu. Unaona, wakati mwingine wachungaji pia wapo kwa ajili yako. Anasema, mimi nimefanya dhambi mbele za Mungu, lakini nimefanya dhambi pia mbele zenu, naomba mniombee. Unaona, naomba mniombee. Tatizo lilopo, watu wengi leo wanapenda kuombewa na wachungaji, ila wao wenyewe kutubu hawataki. Yaani anasema tu, naomba mniombee sana, naomba mniombee sana, mnikumbuke sana kwenye maombi, naomba mniombee. Wachungaji wanahangaika huko, wanaomba, lakini yeye alitakiwa atubu kule. Kuna kitu anatakiwa tubu kule, omba msamaha. Sasa wakikuombea mambo yananyooka. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza linaloondoa. Angalia hili jambo, huambiwi hapa Farao ikabidi atafute sadaka maalumu. Inabidi labda Farao hapa alifunga siku 40 mchana na usiku, inabidi hapa sijui nini. Angalia, ni jambo dogo tu, kwa kutubu tu na kuomba msamaha mbele za Mungu na mbele za watumishi. Alipofanya hivyo, asema alafu mumsihi Mungu aniondolee kifo hiki. Na angalia hapa, Farao si kwamba alikuwa anatakiwa kufa yeye, watu ndio walikuwa wanakufa huko mtaani, na pia nzige wamevamia nchi, wanakula majani kila mahali, nchi inakuwa kame, watoto wameanza kufa kwa sababu ya njaa, wanawake wameanza kufa kwa sababu hakuna maji, kuna vitu vinatokea. Akasema muombe Mungu aniondolee kifo hiki. Unaona, na ilikuwa hivyo kama jinsi ambavyo ameomba. Ukiendelea pale, wakina Musa walimwomba Mungu kweli, na Mungu kweli akabatilisha lile jambo. Okay, sawa. Jambo la pili, jinsi ya kubatilisha, kwa kufunga na kuomba. Esta 4:15. Esta 4:15. Hapa nataka tupasome kwa sababu pana uzito wake. Huwa kuna mambo kwenye maisha ya watu hayawezi kuondoka. Baada ya kitabu cha Nehemia
unakwenda kitabu cha Esta. Esta 4:15. Wote tunafahamu kwamba Esta na Mordekai walipata ushindi. Na Esta na Mordekai, ile amri ya kuwaua ilibatilishwa na mfalme. Ilibatilishwa na mfalme mwenyewe. Sasa nini ambacho kilitokea? Esta 4:15. Mmekipata hicho kitabu? Kama mjikipata nisome. Baada ya Nehemia nafuata Esta. Elisha hujakipata. Wacha mimi nisome. Esta 4:15. Nikusomee. Umeshapata mstari wa 15 mpaka wa 17. Esta 4:15 anasema, basi Esta akawatuma ili kujia ufalme ili wamjibu. Basi Esta akawatuma ili wamjibu Mordekai, uende ukawakusanya Wayahudi wote waliopo hapo Shushani. Uende ukawakusanya Wayahudi wote walioko Shushani. Kama Shushani kuna uwanja wa mpira, kawakusanye kwenye uwanja wa mpira. Kama Shushani kuna ukumbi wa mikutano, kawakusanye kwenye ukumbi wa mikutano. Kama Shushani pana nyumba ya kukutania ya ibada, kawakusanye kwenye nyumba ya kukutania ya ibada. Kawakusanye Wayahudi wote hapo Shushani ngomeni. Mkafunge kwa ajili yangu. Mkafunge kwa ajili yangu. Msile wala kunywa muda wa siku 3. Usiku na mchana. Ndiyo. Nami na mjakazi wangu tutafunga vile vile, kisha tutaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia na niangamie. Basi Mordekai akaenda zake akafanya yote kama vile Esta alivyomwagiza. Asante sana. Angalia hiki, huu msiba ulikuwa ni mzito wapeni. Msiba ambao ungewaangamiza Wayahudi wote. Msiba ambao ungewaangamiza wana wa Israeli wote. Na mimi najaribu kufikiri Esta. Unajua mambo ya imani ni ajabu sana. Ingekuwa mwingine hapa angesema sasa jambo hili ni nyeti, inabidi tufunge kwanza siku 21 kama za Danieli, au inabidi tufunge siku 40 kama za Elia, maana wakati huu Yesu alikuwa ajaja, labda ni kama za Elia ama hivi. Esta anamwambia Mordekai, kawakusanye Wayahudi. Ukishawakusanya wote, toa hili tangazo kwamba wafunge na kuomba kwa ajili yangu. Wafunge na kuomba kwa siku 3. Siku 3 tu. Mimi hii naiona kama ni rahisi sana kwa kila mmoja kanisani. Sio siku 40 kama za Yesu, kama za Elia, kama za Musa. Siku 3 tu. Hata wewe ukiziamulia unaziamulia Jumatatu, Jumanne na Jumatano umezifuta. Siku 3 tu. Wafunge kwa siku 3. Baada ya hapo nitaingia nyumbani kwa mfalme kinyume na taratibu. Yule mfalme alikuwa mfalme wa ajabu. Hawa wafalme wa zamani alikuwa na wake zake walikuwa na nyumba za kukaa kule. Walikuwa na nyumba za kukaa na walinzi na wahudumu na wasaidizi na wapishi na kila kitu. Alafu yeye alikuwa na mahali ambapo ni jumba la kifalme, anakaa mwenyewe. Ana kiti chake cha enzi, anakaa pale. Anaangalia utawala wake, taifa lake, watu wake. Haendi mtu ili mradi pale mpaka aitwe. Lakini pia wanawake alionao hawaendi zigizaga kwamba mimi ni mke wake, huyo anaingia. Mimi si ndio mke wake. Hawai hivyo. Lazima aitwe ndio aende kule. Na kama asipoitwa, akienda kinyume cha utaratibu, yule mfalme alikuwa na fimbo maalum ya kifalme. Akimnyoshea ile fimbo namna hii, anajua nimeruhusiwa, nimepata kibali, niingie. Asipoinyosha, huendi. Kwa hiyo akasema hivi, sasa sijaitwa kule kwa mfalme, sijaitwa. Na nikijiendea mwenyewe, sijui kama nitapata kibali ama sitapata. Na unajua wengine wanaangamizwa. Ukienda zigizaga unaangamizwa. Labda unataka kupindua uongozi, labda unataka kumuua mfalme, labda unataka uweze kuangamia. Akawaambia, kawaambie watu wafunge na kuomba kwa siku 3 kwa ajili yangu. Halafu mimi nitaenda kinyume cha taratibu, nitaenda kinyume cha sheria, kwa sababu sheria zetu tuliokoka ziko tofauti na za watu wengine. Nitakwenda kinyume cha sheria mbele ya mfalme. Nikiangamia, niangamie. Lakini kama nikisalimika, ujumbe nitafikisha. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo maombi ya kufunga, kuna vitu kwenye maisha yetu havitoki mpaka kwa kufunga na kuomba. Hasa kama njia ya kwanza umeitumia, unaona kama haikufai sana, unaweza ukatumia hii ya pili. Unaweza ukatumia pia zote. Unaona, ile ya kwanza ya Farao ni tofauti na hii hapa ninakwambia ni tofauti. Wacha nikwambie njia ya 3.
Njia ya tatu, kwa kusihi na kuomba. Wafalme wa Pili sura ya 1 mstari wa 6. Kitu cha ajabu ambacho unakutana nacho wewe leo ni kila mahali pana kufunga, pana kuomba. Neno kuomba lipo kila mahali, kuomba. Kwa hiyo maombi ni muhimu. Ndio maana unapokwepa maombi ujue kwamba una tatizo. Maombi ni muhimu, kwa kusihi na kuomba. Hiyo ni jambo la tatu. Wafalme wa Pili sura ya 20 mstari wa 1. Wafalme wa Pili sura ya 20 mstari wa 1 mpaka wa 6. Nitasoma. Siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani. Sikiliza hayo maneno. Hezekia akajigeuza, akaelekeza macho yake ukutani, akamwomba Bwana. Akamwomba Bwana. Akasema, nakusihi Bwana. Nakusihi. Hebu tuseme wote, nakusihi. Nakusihi. Sema tena, nakusihi. Nakusihi. Sema tena, nakusihi. Nakusihi. Sema tena, nakusihi. Nakusihi. Maneno nakusihi ni maneno ya kuomba, lakini ni ya kuomba kwa unyenyekevu wa hali ya juu. Ni maneno ya kujishusha, ni maneno ya kujiona kwamba bila yeye hutaweza. Ndio maana anasema akaomba, anasema nakusihi. Ni maneno ambayo yanaonyesha mtu amejishusha kweli kweli, anahitaji msaada wa Bwana. Ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu. Angalia haya maneno, anasema anamsihi, lakini katika kumsihi anamkumbusha. Kumbuka mtumishi wako ni mwimba kwaya. Kumbuka mtumishi wako ni mtoaji wa zaka. Kumbuka mtumishi wako naletaga wetu kanisani. Kumbuka mtumishi wako hata ile keyboard si mimi nimenunua jamani. Kumbuka mtumishi wako kwenye ujenzi wa kanisa, mbona nilitoa hili dirisha. Kumbuka mtumishi wako walipokuwa naweka hapa madhabahu, mbona nilichangia. Kumbuka mtumishi wako. Anakumbusha alivyofanya. Haya ni maombi, angalia, ni ya kuomba lakini kwa kusihi. Kusihi ni kujishusha, ni kujinyenyekeza, ni kuona kwamba bila yeye hutaweza, ni kuona kwamba yeye ndiye msaada. Halafu pamoja na kujishusha huko, na kwamba baada ya kujishusha labda majibu yangetosha, hayatoshi. Unamwambia sasa, kumbuka hata mume wangu alikuwa hajaokoka, nimemleta. Kumbuka hata mama yangu pia alikuwa mgonjwa, nikamleta kwa Yesu. Kumbuka. Yani unamkumbusha wewe unafanya nini katika ufalme. Kuna kitu kingine kitatokea. Na kutenda yaliyo mema machoni pako. Na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana. Hezekia akalia sana. Nilitaka hilo neno tulikute. Hebu kila mmoja aseme Hezekia akalia sana. Hezekia akalia sana. Sema tena, Hezekia akalia sana. Hezekia akalia. Sema tena, Hezekia akalia sana. Hezekia akalia sana. Kanisa nisikilizeni. Farao hakulia kule nilikokuambia. Esther hawakulia. Yani Hezekia alipogeukia ukutani akasema, Bwana nakusihi, kumbuka jinsi ambayo nimekwenda mbele zako Bwana, jinsi nilivyotenda mema Bwana, jinsi ambayo nimefanya. Maandiko yanasema Hezekia akalia sana sana. Bwana asifiwe sana. Maombi ya machozi, maombi ya kulia, kati ya maombi ambayo yanabatilisha vifo ni maombi ya machozi. My God. Hivi unafikiri, nenda pale ambapo Yesu alimfufua Lazaro kaburini. Unajua alifika pale, watu wanalia, wako msibani, wameweka matanga, Martha anahangaika, Bwana ungelikuwepo, Lazaro asingekufa. Unajua Bwana, wewe najua kwamba kuna uzima kwako, lakini sasa ameshakufa. Biblia inasema, Yesu akasema msijali, mimi ndio uzima, nimeshakuja. Wasema lakini ni siku 4 tumeshazika. Sasa mmemweka wapi? Wasa kaburi ndile, lakini ni siku ya 4. Unajua siku 4 mtu ameshaanza kuoza, ameshaanza kuharibika. Yani alipoangalia watu kila upande, watu wana masikitiko, mafadhaiko. Biblia inapotazama, Biblia inasema Yesu akalia machozi. Haleluya. Yesu hakumtoa tu Lazaro kaburini.
Kasome Biblia yako kwenye Yohana 11. Yesu akalia machozi. Yaani maombi ya machozi ni ya ajabu sana. Maombi ya machozi wanayoyaweza yafanyeni kadri inavyowezekana. Unaposoma katika Biblia, watu walilia machozi. Hulii machozi kwa sababu umeshindwa. Hulii machozi kwa sababu wewe ni mdhaifu. Hulii machozi kwa sababu, sikiliza, wakati mwingine unaweza ukalia machozi kwa sababu wewe ni shujaa. Hakika ushujaa pia yako machozi. Si kila chozi kwamba ni chozi la shida na mateso. Kuna machozi ya furaha, lakini kuna machozi ya maombi. Akina Yeremia walilia Bwana. Yaani watu walilia katika maandiko. Ni maombi ya ajabu. Acha macho yako yaloe machozi. Acha nguo zako ziloe machozi. Acha mwili wako uloe machozi. Ikiwa kuna kitu unakitafuta, acha machozi ya kuloanishe. Haijalishi wengine wanasema nini, haijalishi wengine wanakucheka. Acha machozi yatiririke katika maombi yako. Usizuie machozi. Usizuie machozi. Usizuie machozi wakati wa maombi. Usizuie machozi, maana hujui yanakuja kwa sababu gani. Machozi yaache aje, acha yatiririke. Yawezekana pale unapolia unamwokoa baba yako. Pale unapolia mama yako anaokolewa na ajali. Yawezekana pale unapolia unaokoa biashara yako isonge mbele. Yawezekana pale unapolia. Hezekia akalia machozi. Ngoja nikuonyeshe wakati Isaya anakwenda kubatilisha. Endelea mstari mmoja au miwili. Mmoja tu kwanza. Ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji wa kati. Ikawa kabla Isaya hajatoka kwenye mji, ule mji ambao alikwenda kwa Hezekia anakoishi. Kabla hajatoka kwenye mji, neno la Bwana likamjia kusema, rudi ukamwambie Hezekia. Rudi ukamwambie Hezekia, mkuu wa watu wangu. Kuwa watu wangu. Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi. Hebu rudia hapo. Nenda tena, hebu anza tena mstari. Kuna maneno. Rudi ukamwambie Hezekia. Rudi ukamwambie Hezekia, mkuu wa watu wangu. Mkuu wa watu wangu. Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi. Asema hivi. Nimeyasikia maombi yako. Nimeyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Na kuyaona machozi yako. My God. Suria. Sio maombi tu nimeyasikia. Sio maombi tu nimeyasikia. Sikio langu ni la ajabu sana. Maombi linayasikia, lakini machozi linayaona. Asema nimeyasikia maombi yako na nimeyaona machozi. Haleluya. Hivi kwani umegeuka mbele za Bwana, unaomba, unamsihi, unamkumbusha uliotenda, halafu katika maombi yako anayaona machozi yanabubujika, anauona uwepo wa ajabu. Hicho kifo kwa nini kisibatilishwe? Bwana asifiwe sana. Okay, sawa. Kwa ajili ya muda sasa. Muda wangu hanitoshi tena. Nimekwambia mambo mangapi jinsi ya kubatilisha? Matatu. Kwa kutubu na kuomba, kwa kufunga na kuomba, halafu kwa kusihi na kuomba. Kusihi na kuomba ndani yake kuna machozi. Mambo mawili zaidi bila kupoteza muda. Epuka kufanya mambo yanayostahili kifo. Epuka kufanya mambo yanayostahili kifo. Kuna vifo vinatokea katika biashara, katika kazi, katika maisha ya kawaida. Kuna vifo vinatokea kwa sababu wenyewe tunafanya. Andika hilo andiko. Matendo 26:30 mpaka 31. Walisema wakati Paulo anajitetea kwenye kesi, wote wakakaa, wale wakuu wakasema, lakini huyu hajatenda jambo linalostahili kufa. Kuna mambo ukitenda unastahili kufa, ila huyu hajatenda jambo linalostahili kufa. Okay, sawa. Epuka hiyo. Kwa ajili ya muda, jambo la mwisho, liishi neno la uponyaji wa kiungu. Liishi neno la uponyaji wa kiungu. Wafalme wa pili sura ya 2 mstari wa 19. Mstari wa 19. Angalia mpaka wa 21 kwa wanaoandika. Wafalme wa pili sura ya 2 mstari wa 19 mpaka wa 21. Liishi neno la uponyaji wa Mungu. Kuna neno la uponyaji wa Mungu. Sasa hapa panamwonyesha Elisha nabii. Huyu Elisha alikwenda kwenye mji fulani, watu wakamfuata pale. Mtumishi wa Mungu, nabii umekuja, wewe ni mtumishi. Nabii umekuja. Sasa hii nchi ni ajabu, ardhi ni nzuri, mashamba ni mazuri, nyumba zetu ni nzuri, kila kitu ni kizuri, lakini hii nchi inatoa mapoza na maji yake huwa hayafai, maji ya kunywa ya mji huwa hayafai, lakini pia yanatokeaga mapoza tukilima. Elisha Biblia anasema akamwambia, nileteeni chumvi. Wakamletea chumvi na mambo mengine. Kuna mambo yanaendelea pale kidogo, yanaelezwa baadaye.
baadaye akaenda akayatupa kwenye maji, akasema, lisikieni neno la Bwana. Bwana wa majeshi asema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutatoka tena huko kufa wala kuzaa mapooza. Neno la Bwana la uponyaji liliponya ile nchi, litaponya biashara yako, litaponya familia yako, litaponya watoto wako. Lakini sikiliza hili neno ambalo Elisha alisema. Anasema kwamba Elisha akasema, kwa neno la Bwana nimeyaponya maji, hakutatoka tena humo kufa wala kuzaa mapooza. Mchana wa leo katika maisha yetu tutaomba juu ya jambo hilo. Hebu tusimame sasa. Riposeka pasidiposhika. Simama kwa miguu yako. Randa raboseka shanta rabo. Hizi ni njia ambazo unaweza kuzitumia. Mojawapo unaweza kuitumia, na kwa kweli njia ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya kubatilisha kifo, kwa ajili ya kubatilisha kifo, kwa ajili ya kubatilisha kifo. Inawezekana kifo cha ndoa yako, kifo cha nyumba yako, kifo cha familia, kifo cha watoto, kifo cha kazi, kifo cha biashara, kifo cha uchumba, kifo cha urafiki, kifo waweza kukibatilisha. Inawezekana. Biblia inasema Elisha akasema, hakutatoka humo tena kufa wala kuzaa mapooza. Inawezekana mchana wa leo tukazungumza na hali zinazotukabili, kwamba zile hali hazitatoa kifo tena, zile hali hazitatoa kifo tena. Ile biashara hakutatoka kufa tena, kwenye ile ndoa hakutatoka kufa tena, kwenye ule uchumba hakutatoka kufa tena, kwenye ile huduma hakutatoka kufa tena, kwenye maisha yetu hakutatoka kufa tena, hakutatoka kufa tena. Inawezekana. Hebu weka mkono wako juu, fumba macho yako wakati mtafakari Mungu aliye hai, mwenye uweza na mamlaka yote, asiyeshindwa na kitu, mwenye nguvu zote, na ambaye ni Bwana wa majeshi. Nataka tuombe juu ya maisha yako binafsi, lakini wewe ndiye ambaye utazungumza. Sasa usinyamaze, kwa sababu ukinyamaza, wewe ndiye unajua maisha yako. Unajua wapi kunahitaji uhai. Ni kwenye masomo yako, shule hiyo haitakufa. Ni kwenye biashara, biashara hiyo haitakufa. Ni kwenye ndoa, ni wewe unajua wapi unapohitaji. Ni wapi unahitaji uhai uwepo. Mchana wa leo ubatilishe kifo. Elisha akasema, hakutatoka humo tena kufa wala kuzaa mapooza. Waweza ukazungumza na hiyo kazi ama hiyo biashara ama huo mtaji, kwamba hautatoa kifo tena wala kuzaa mapooza. Weka mikono yako juu, vyombo taratibu sana. Hebu sema maneno haya. Sema, Bwana Yesu. Kwa sauti sema, Bwana Yesu. Sauti sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mchana wa leo, mchana wa leo ninakuja kama nilivyo. Nakuja kama nilivyo. Unanijua. Unanijua. Na unayajua. Na unayajua maisha yangu. Maisha yangu. Bwana. Bwana. Ninaomba. Ninaomba unisaidie. Unisaidie. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninaomba. Ninaomba. Rehema zako. Rehema zako. Zinisaidie. Zinisaidie. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Neno lako. Neno lako. Linasema kwamba. Linasema ulimsaidia. Ulimsaidia. Farao. Ulimsaidia. Ulimsaidia. Esther. Ulimsaidia. Ulimsaidia. Hezekia. Ulimsaidia. Mtume Paulo. Ulimsaidia. Elisha pia. Bwana. Mchana wa leo unisaidie. Maisha yangu uyasaidie. Kwa jina la Yesu. Kazi yangu haitatoa kifo chochote. Biashara yangu haitatoa kifo chochote. Ndoa yangu haitatoa kifo chochote. Kwa jina la Yesu. Mchana wa leo ninabatilisha kila waraka ulioandikwa juu ya maisha yangu, kila waraka ulioandikwa juu ya kazi yangu, kila waraka ulioandikwa juu ya nyumba yangu, kila waraka ulioandikwa juu ya watoto wangu, kila waraka ulioandikwa juu ya masomo yangu, kwa jina la Yesu. Huo waraka na ubatilisha, huo waraka ninaufuta, huo waraka ninauondoa
kwa jina la Yesu. Maisha yangu hayatahusika kwenye waraka wa kifo kwa jina la Yesu. Kila waraka ulioandikwa na mizimu ninaufuta. Kila waraka ulioandikwa na wachawi na ubatilisha kwa jina la Yesu. Hebu nina mbele za Bwana sasa. Baba, katika jina la Yesu ninaondoa waraka wote, ninatumbeleza Bwana. Omba tu, nena mbele za Bwana. Futa huo waraka, batilisha waraka wowote ambao unatembea nao, na inawezekana kwamba tumetembea na waraka huo kwa muda mrefu bila sisi kujua, na siku ya leo tunabatilisha sasa. Batilisha, uondoke hapa ukiwa waraka ule umebatilisha, ili batilisha ile hali ya kifo. Batilisha, batilisha, batilisha sasa katika jina la Yesu. Tunabatilisha waraka wowote ambao tumetembea nao kwa muda wote na kwa miaka yote bila sisi kujua, kwa jina la Yesu. Na batilisha huo waraka sasa ulioandikwa na wachawi. Na batilisha, batilisha waraka ulioandikwa na wachawi. Batilisha waraka ulioandikwa na majini. Batilisha waraka ulioandikwa na mizimu ya kwenu, mizimu ile ya ukoo wenu na familia yenu. Batilisha kwa jina la Yesu. Ule waraka wa magonjwa na ufuta, ule waraka wa kifo na ufuta, ule waraka wa maskini na ufuta, ule waraka na ufuta sasa. Futa, futa, futa wa waraka, futa sasa kwa jina la Yesu Kristo. Nafuta waraka, nafuta waraka ulioandikwa katika jina la Yesu. Ule waraka ambao unatembea na mimi katika ulimwengu wa roho, unaoleta madhara kwenye nyumba yangu, unaoleta madhara kwenye ofisi yangu, unaoleta madhara kwenye biashara yangu, katika jina la Yesu. Na ufuta sasa, na ufuta sasa, na ufuta sasa. Futa wa waraka, usinyamaze, futa wa waraka. Leo ni siku ya kuwekwa huru. Leo tunawekwa huru. Leo tunaondoka kwenye ule waraka tulioandikiwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaondoka leo sasa katika jina la Yesu. Kila waraka tulioandikiwa tunaufuta, tunaufuta, tunaufuta sawa sawa na neno hili katika jina la Yesu. Tunaufuta sasa. Futa waraka, futa waraka, usinyamaze. Leo lazima ufutike, leo lazima ufutike. Huo waraka wa kifo ufutike, huo waraka wa kifo ufutike katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila waraka, kila waraka ninaotembea nao, unaotembea nao, ninaotembea nao, ninaotembea nao, kwa kujua, kwa kujua ama kutokujua, ama kutokujua, huo waraka, huo waraka leo hii, leo hii ninauchana, nauchana, ninauchana, nauchana kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Huo waraka, huo waraka ulioandikwa, ulioandikwa juu yangu, juu yangu, huo waraka, huo waraka leo hii, leo hii ninaufuta, naufuta kwa damu ya Yesu. kwa damu ya Yesu. Ninaufuta, ninaufuta kwa damu ya Yesu. kwa damu ya Yesu. Neno lolote, neno lolote lililoandikwa kwenye waraka huo, kwenye waraka halitatimia, 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 kwa jina la Yesu. kwa jina la Yesu. Mchana wa leo, mchana wa leo ninatangaza, natangaza, sitakufa, sitakufa, nitaishi, nitaishi. biashara yangu, biashara yangu haitakufa, haitakufa, itaishi, itaishi. ndoa yangu, ndoa yangu haitakufa, haitakufa, itaishi, itaishi. uchumba wangu, uchumba wangu hautakufa, hautakufa, utaishi, utaishi. urafiki wangu, urafiki wangu hautakufa, hautakufa, utaishi, utaishi. familia yangu, familia yangu, haitakufa, itaishi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mchana wa leo, Bwana, ninakushukuru, ninakushukuru kwa sababu unasikia maombi, unasikia maombi, unasikia maombi, kwa jina la Yesu. Mchana wa leo, mchana wa leo, kuishi kwangu ni Kristo, ni Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sasa nilitaka nisifanye jambo hilo, lakini sijui kwa nini Roho Mtakatifu ananihimiza tu nifanye. Kama umewahi kuota ndoto mchana, katikati ya wiki nilizifundisha ndoto kidogo, lakini ndoto inayoonyesha umekufa au ndoa yako imekufa au biashara yako imekufa, yaani inayoonyesha kifo, ndoto inayoonyesha hicho, ndoto hiyo inayoonyesha hicho, hebu njoo hapa, njoo mara moja kwa haraka, njoo. Kama umewahi kuota, njoo haraka, haijalishi umeota leo, juzi ama jana, njoo, fanyeni haraka, muda sio rafiki, njoo, fanya haraka. Sijui ni kwa nini hiyo imekuja kwangu, njoo kwa haraka, njoo. Nitaka nisifanye hiyo, lakini naona Roho Mtakatifu anataka tuifanye. Ndoto yoyote ile ambayo umeota ya kufa
au biashara imekufa, au kazi imekufa, au watoto wamekufa, au mume wako amekufa, au mke wako amekufa, yaani yoyote ile, hiyo ndoto kwa nini? Kwa nini ije kwako? Kwa nini? Njoo wachungaji, mpite huku mbele, wazee wa kanisa wa nyuma tayari. Njoo kwa haraka, 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 njoo. Chukua nafasi, njoo kwa haraka, njoo kwa rimasedebo shekala masia, njoo, ingia hapa. Asante sana. Riposete pasika, shantarabo seka, shantarabo saka. Hebu weka mikono yako juu, ulioko hapa mbele. Wale walioko nyuma kwa imani, nataka unyoshe mikono yako mbele. Wakati tukiwa tunaomba kwa imani, nataka utamke neno juu ya watu hawa, na utamke hilo neno kwa imani. Wako watu wengine pia, yaweza ikatokea chochote. Angalia hapa, nimekutangazia jambo moja limemtokea mama huyu ambaye ni binti yetu katikati ya kanisa. Yeye mtoto amefia tumboni. Kuna vitu vingi vinaweza ikatokea, lakini huo waraka wa kifo tunabatilisha na tunafuta chochote ambacho kimetangazwa kwenye ndoto. Wakati kuna ndoto ambazo tunaota kama ndoto alafu zinaleta matokeo ya kweli, lazima tubatilishe, tufute. Wekeni mikono yenu juu wakati mchungaji anawaongoza kwenye maombi maalum kwa ajili ya jambo hilo. Hebu sema kwa kumaanisha, sema: Bwana Yesu, wakati nimesimama mbele zako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninabatilisha mauti yoyote inanifuatilia, mauti ya kiroho, mauti ya kimwili, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninakataa mauti yoyote iliyoandaliwa, tangazo lolote la mauti lililoandaliwa juu ya maisha yangu, nalikataa, nalikataa, nalikataa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Wakati huu basi tutaenda kuombea, tuweze kuomba. Weka mikono juu ya watu hawa, weka mikono juu yao, weka mikono juu yao za kuomba. Kataa mauti yoyote, kataa mauti yoyote, kataa mauti yoyote inayofuatilia maisha yake, inayofuatilia kazi, inayofuatilia biashara, inayofuatilia ndoa, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaongea na mauti. Mauti, sikia, maana tunajua unasikia. Mauti, sikia, maana tunajua unasikia. Kwa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo, mauti ulishindwa na uzima, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Damu ya Yesu Kristo ilibatilisha kazi ya mauti katika maisha yetu. Damu ya Yesu Kristo ilibatilisha kazi ya mauti katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hivyo mauti ya aina yote iliyokamata fahamu, iliyokamata akili, iliyokamata katika ulimwengu wa roho, iliyokamata maisha yake, iliyokamata ofisi, katika jina la Yesu Kristo tunapiga moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. We mauti, toka nje! We mauti, toka nje! We mauti, toka nje! We mauti, toka nje! Hautashikilia maisha ya kijana huyu, hautashikilia maisha ya binti huyu, hautashikilia maisha ya mama huyu. Tunakuondoa sasa, tunakuondoa sasa. Toka katika nyumba yake, toka katika ndoa yake, toka katika kazi yake, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Tunabatilisha utendaji wako, tunabatilisha utendaji wako, tunabatilisha utendaji wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maana Kristo Yesu alikufa kwa ajili yetu, Kristo Yesu alikufa kwa ajili yetu, alisimama mahali petu ili sisi tuwe na uzima, alisimama mahali petu ili sisi tuwe na afya tele, alisimama mahali petu ili sisi tuwe na uzima, katika jina la Yesu Kristo. Natamka uzima juu ya binti kwa jina la Yesu, natamka uzima juu ya binti kwa jina la Yesu. Ninaondoa kifo, ninaiharibu mauti iliyokamata katika uzao, iliyokamata katika tumbo lake. Hakutakuwa na kufa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Mauti, hapa sio mahali pako. Mauti, hapa sio mahali pako. Nasema na mauti, hapa sio mahali pako. Nasema na mauti, hapa sio mahali pako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Nasema na mauti, hapa sio mahali pako. Haya, toka, 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 toka hapo ulipokaa, toka hapo uliposhikilia, toka hapo uliposhikilia, toka kwa jina la Yesu. Una uwezo wa kustahimili, nasema hauna mamlaka ya kustahimili, katika jina la Yesu Kristo. Maana iko damu ya thamani, damu ya Yesu Kristo iliyoharibu mauti,
katika kiti chako mauti. Ninaharibu mahali pako mauti, ukavunjike sasa, ukaharibiwe sasa, ukaharibiwe tena na kuharibiwa mara 7 zaidi kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Tamka uzima juu ya watu hawa katika jina la Yesu Kristo. Natamka ufufuo mpya, natamka ufufuo mpya katika jina la Yesu Kristo, kupitia Roho wa Kristo. Yeye aliyemfufua Kristo kutoka wafu, akafufue kazi zao, akafufue ndoa zao, akafufue shughuli zao katika jina la Yesu. Maisha yao yakawe hai, maisha yao yakawe hai, maisha yao yakawe hai. Nasema maisha yao yakawe hai. Natangaza katika ulimwengu wa roho, maisha yao yakawe hai, maisha yao yakawe hai kupitia Roho Mtakatifu, yule aliyemfufua Kristo kutoka wafu, akafufue maisha yao, akafufue nafsi zao, akafufue nyumba zao, akafufue ofisi zao katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa sababu ya kazi yako njema, kwa sababu ya uwezo wako mwingi katika jina la Yesu. Haleluya. Hebu sema Bwana Yesu kwa kumaanisha, sema Bwana Yesu, kupitia damu yako ya thamani uliishinda mauti katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Tena neno lako linasema wewe ulisimama mahali petu ili sisi tupate kuwa hai katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Natangaza uhai kwa maisha yangu, kwenye nyumba yangu, kwenye familia, kwenye kazi yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu wetu, nasema asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Ile kazi uliyoifanya miaka 2000 iliyopita hakika iko hai hata leo, na Bwana utaudhirisha uwezo wako na nguvu zako katika maisha yao. Najua misingi ya mauti siku ya leo imeharibiwa, na Bwana umejenga msingi mpya uzima katika maisha yao katika jina la Yesu. Natangaza uzima juu yao, natangaza uzima kwenye kazi zao, natangaza uzima katika kila wafanyacho, natangaza uzima kwa jina la Yesu. Wakawe hai kwa jina la Yesu, wakawe hai kwa jina la Yesu, wakawe hai katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tumeomba na kushukuru. Wote tuseme amina. Mpigie Bwana Yesu makofi, makofi mengi 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 kabisa, mengi kabisa kwa Yesu. Hallelujah. Na niseme pia namtukuza Mungu kwa ajili ya siku ya leo, kwa ujumbe mzuri ambao Mungu amesema nasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna neno linalokuja bila sababu. Kila neno ambalo Mungu analituma kwetu ni kwa sababu ya kumsaidia mtu fulani. Nimemwona mtu ambaye amesaidiwa siku ya leo. Bwana amekutoa katika maangamizi, Bwana amekutoa katika hatari, na wewe sasa utakuwa huru katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu mshangilie Bwana Yesu kwa sababu ya uhuru wa kipekee. Mpe sadaka, makofi, dhabihu ya shukrani kwa makofi yetu, kwa matendo makuu ambayo Bwana amefanya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi kwa muda wetu umekwenda na tumefika mwisho katika ibada yetu ya siku ya leo. Nataka niombe baraka za Mungu kwa ajili yako wakati tunapotoka kuelekea majumbani. Mungu wetu, nakushukuru kwa sababu wakati wote unaudhirisha upendo wako katika maisha yetu. Na leo Bwana, tumeona vile ambavyo unatupenda. Nilichotambua kwamba Mungu unatupenda na umetamani kuyabariki maisha yetu, umetamani kuyaongoza maisha yetu, umetamani kututendea mema na kutufadhili. Asante Bwana kwa kazi njema ambayo umefanya siku ya leo. Asante Bwana kwa matendo yako makuu ambayo Mungu wa mbinguni umeadhirisha katika siku ya leo. Baba, niseme nini tena Mungu wakati ninapoliweka juma hili mikononi mwako, na kuhitaji Mungu mwenye nguvu na uwezo wote, Jehova Ire, kapate kuwa pamoja nasi, katulinde tena Bwana katika juma hili zima.
tukawe na juma jema, juma lenye mafanikio, tukakuone wewe Bwana katika kuingia na kutoka kwetu, tukayaone matendo yako makuu, tukaone huruma zako, tukaone vile ambavyo Mungu wa mbinguni unafanya mambo ya kushangaza katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Utatulinda mbali na mivumo mibaya, utatulinda mbali na taarifa mbaya, utatulinda mbali na vile vitu vyote vibaya ambavyo vinatokea katika ulimwengu wa sasa, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu, kwa kuwa wewe umekuwa kimbilio na nguvu, basi ukatusitiri na kutulinda kama neno lako lisemavyo, kama vile kuku anavyoviatamia vifaranga vyake, ndivyo Bwana utatuficha katika mbawa zako. Ninaamini kwamba kila mmoja atakuwa salama, kwa kuwa Mungu utatusogeza wote chini ya mbawa zako, nasi tutakuwa salama katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wetu mwema, kwa sababu utatulinda sisi, lakini pamoja na watoto wetu, pamoja na kila tulicho nacho, vyote vitakuwa salama. Hakutakuwa na hasara katika maisha yetu, lakini Mungu utatulinda na kulinda familia zetu na kila tulicho nacho katika jina la Yesu Kristo. Ninakutukuza Bwana, wakati tunapotoka tunajiachilia katika mikono yako, mahali palipo ulinzi na usalama, ili Bwana tukawe salama wakati wote, kupitia jina lako Yesu nimeomba na kushukuru. Kila mmoja aseme amen. Pigie Bwana Yesu makofi.